Kwa mujibu wa sheria ya fedha ya mamlaka ya serikali za mitaa sura 209 inaipa mamlaka halmashauri hapa nchini kupanga, kusimamia na kukusanya fedha kupitia ushuru wa masoko, leseni za biashara na vyanzo vingine vya ndani. Swali ni je, mtoto wa Kitanzania anapata fungu gani katika keki hii ya kiuchumi? Tumefanikiwa kwa mwaka huu wa fedha ulioisha. Mkurugenzi wa Manispaa ya Iringa Bi Zaina Mlawa aliweza kusitisha posho zote zinazotakiwa kutolewa kutoka kwenye fedha za lishe, na hizo fedha zikaelekezwa kununua unga wa mahindi lishe na kugawiwa kwenye shule ili waweze kula wanafunzi, hata wale walio katika mazingira hatarishi ambao hawawezi kuchangia chakula. Kwa hiyo ziligawiwa kilo 900 za unga wa mahindi lishe kwenye shule, na zoezi hili aliendesha mkuu wa wilaya. Lakini pia tumefanikiwa kununua vifaa vya kufanya ufuatiliaji wa hali ya lishe kwa hawa watoto, vibao vya kupima urefu kwa hawa watoto, ili tuweze kuendelea kufuatilia hii changamoto ya udumavu ambao tuko nayo. Ufuatiliaji mkubwa unafanyika hasa kwa kupima urefu. Kwa miaka mingi, asilimia kubwa ya mapato ya ndani imekuwa ikielekezwa kwenye miradi kuimarisha mawe na saruji, huku rasilimali ya watu wa kesho ambayo ni watoto ikibaki hatarini. Matukio ya ukatili, ukosefu wa lishe bora na uhaba wa vituo salama vya kulelea watoto vingali changamoto sugu. Leo tupo halmashauri ya Manispaa ya Iringa tukiangazia uwekezaji wa rasilimali fedha kwa watoto chini ya miaka 5 toka mapato ya ndani kwa ajili ya afua za mtoto. Na anza kwa kuzungumza na afisa anayetajwa na mkurugenzi kuwa ni kinara wa lishe, Anza Elimsigwa. Lakini pia tumeendelea kufanya maadhimisho ya siku ya afya na lishe kwenye kila mtaa. Tuna mitaa 192 ambapo katika haya maadhimisho ya siku ya afya na lishe tunafanya mapishi kwa vitendo. Afua za mtoto si hisani, ni uwekezaji wa kimkakati. Wataalamu wa maendeleo wanasisitiza kuwa kutenga bajeti thabiti kutoka kwa mapato ya ndani ndiyo ngao pekee ya kulinda haki ya mtoto. Fedha hizi zinahitajika kugharamia mifumo ya ulinzi, ununuzi na virutubisho vya lishe, kuboresha madarasa ya elimu ya awali na kusaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Aidha, tuna wahudumu wa afya ngazi ya jamii ambao hawajaajiriwa na serikali, lakini tumefanikiwa, mkurugenzi wa Manispaa Iringa amefanikiwa kuwalipa kutoka kwenye mapato ya ndani wahudumu 204 ambao wanapatikana kila mtaa. Tuna mitaa 192. Ina maana kuna mitaa mikubwa wako zaidi ya mmoja, ndio maana wanafika 204. Kwa hiyo amefanikiwa kuwalipa. Kwa hiyo kuna zaidi ya shilingi 4.5 milioni inayotolewa kila robo kutoka mapato ya ndani kwa ajili ya kuwalipa hao wahudumu ngazi ya jamii. Aidha, katika shule pia kuna mabwawa ya samaki yamejengwa kwa mwaka wa fedha ulioisha. Shule 2 zimejenga mabwawa ya samaki ambapo wale samaki wameweza kuvuliwa. Mfano shule ya sekondari Ipogolo waliweza kuvua samaki wengi na wanafunzi wale wanakula. Tuna shule ya sekondari Kiesa wanavua samaki. Tuna shule ya msingi Ngome pana bwawa la samaki, ambao vyote hivyo vimetoka kwenye mapato ya ndani. Changamoto ambayo bado tunaendelea kupambana nayo ni mwitikio wa wanaume. Wanaume nadhani ni mazingira, wana mchango mkubwa wa kufanya maamuzi ya nini kiliwe kwenye familia. Hasa tukienda kwenye hivi vyakula vya protini, kama kuna kuku, mayai, mara nyingi mpaka baba atoe mwongozo nini kiliwe. Kwa hiyo sasa tunatamani sana tumpate huyu baba ili aweze kujua umuhimu wake, maamuzi yawe marahisi. Lakini pia tuna changamoto, hawa wazazi wanapata shida ya kuandaa hivi vyakula kwa sababu ya nishati. Tungefanikiwa tuandike tupate hati punguzo kwenye gesi kwa mama wenye watoto chini ya miaka 5, ingetusaidia sana. Hii jumuishi ni kitu cha msingi sana, kwamba itakuja lishe, atakuja huyu ulinzi, atakuja huyu elimu, yani vikiunganika, atakuja huyu afya. Huyu mtoto amepata chanjo za kutosha, amekula vizuri, ana elimu, ulinzi wake wa kutosha, huyu mtoto tutampata, atakuwa ni tija kwa jamii kwa maisha ya mbele. Sheria ya mtoto kifungu cha 10 kinalazimisha serikali ya mtaa, yani halmashauri, kutenga rasilimali ya kutosha kulinda haki za mtoto, kuendesha mabaraza ya watoto na kutunza madaftari ya watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi. Kwa sasa nazungumza na mkurugenzi Bi Zaina Mlawa, anasema yeye na timu yake wamejidhatiti katika kipaumbele cha mtoto kwanza. Kipekee tunamshukuru Daktari Samia kwa kuwa namba 1 kwenye usimamizi wa masuala mazima ya lishe
na makuzi bora kwa watoto pamoja na wajawazito. Na sisi kama Manispaa Iringa pia tunaye mratibu bingwa kabisa, dada Anzaeli Msigwa, ambaye huyu ni mratibu wa masuala ya lishe ndani ya Manispaa yetu ya Iringa. Na kimsingi mimi kama mkurugenzi ndo mshauri wangu pia, akiwepo pamoja na mganga mkuu kwenye masuala ya afya, wananiongoza vyema. Kwa pamoja na mnakuwa na malengo yanafanana, mnapata mafanikio. Kwa hiyo ndio siri kubwa sana ya sisi Manispaa kufanya vizuri. Na tukianzia kwenye utengaji wa fedha, ni kweli sisi tunatenga pesa. Na kwa sababu hizi hela tunazitoa katika idara mbalimbali ambazo kimsingi zinahusika na masuala ya lishe. Kwa hiyo tunavyokaa kwenye mipango yetu ya upangaji na bajeti, tunalisisitiza hili ni sehemu ya kipaumbele sana sana sana. Tunatenga, tunatoa na tunafuatilia ule utekelezaji ambao tumekubaliana kwenye vikao, basi twende tukaufanye. Kwamba kuna wazazi ambao kuanzia asubuhi anaenda kwenda kutafuta riziki na ana mtoto mdogo, anatembea na huyu mtoto kule. Sasa serikali imekuja na kitu kizuri sana. Kwanza ni sehemu ya mtoto kupata lishe, lakini pia uangalizi wa makuzi bora ya mtoto ambapo ataepukana na ukatili. Huyu mtoto ataenda kulelewa kwenye zile daycare center ambazo ziko kwenye jamii zetu. Pale pale mtoto wala hahitaji nauli labda apandishwe bodaboda, ni sehemu karibu na mazingira ya nyumbani. Tunaye dada Swai. Huyu ni askari wa jeshi la polisi. Amekuwa na yeye pia ni mstari wa mbele sana kuhakikisha kesi zote zinazoenda pale kuhusiana na unyanyasaji anazisimamia. Lakini pia anatoa sana elimu. Wakishirikiana na dada yetu Zai ambaye naye yupo ustawi wa jamii, wanafanya kazi nzuri sana. Ujenzi wa taifa imara unaanza na uwekezaji kwa mtoto wa leo. Ni wakati sasa kwa mabaraza ya madiwani na wapanga mipango wa halmashauri kuwapa watoto kipaumbele wanachostahili kwenye meza ya ugawaji wa mapato. Mkurugenzi Mlawa ameonyesha mfano huu wa uthubutu na wa kuigwa kwa utengaji na utolewaji wa fedha za mapato ya ndani kwa uwekezaji wa mtoto, hasa katika afuaia ya lishe kwa 97%. Na sasa ameibeba ajenda ya watoto wenye mahitaji maalum mabegani kuhakikisha wanapata haki ya elimu na ulinzi na usalama wao. Tunashirikiana na taasisi ya Asas, tunawashukuru sana. Sasa hivi sisi kama serikali tumepeleka pesa kwa ajili ya ule uzio tayari na hatua mbalimbali zinaendelea, lakini taasisi ya Asas inatujengea bwalo na jiko la kisasa kwa ajili ya watoto wenye ulemavu. Tunapambana kuhakikisha lile bwalo linakamilika, jiko linakamilika na tutatumia nishati safi. Mtoto kwanza, mtoto kutoka Iringa. Mimi ni Tukuswige Mwaisumbe.